kutengeneza familia yake kwa habari nini? Ya kuijua njia ya Mungu. Yuko tayari. Sasa kama baba hauko tayari kubeba jukumu au kuwajibika kwa habari ya utumishi wa Mungu, na Mungu hawezi kukupandisha mahali fulani. Hapana. Mungu atembei na watu ambao hawako tayari kubeba majukumu. Hapana, hayuko hivyo. Mungu anatembea na baba ambao wako tayari kubeba majukumu ya familia na kuzipeleka familia zao mahali fulani. Ubaba sio cheo, ni wajibu, yani kuwajibika. Baadhi ya wajibu wa baba, baadhi ya wajibu nimeelezesha hapo chache sana, zipo kama 5. Wajibu wa baba, wajibu wa baba wa familia, wajibu wako wewe baba wa familia. Wajibu wa baba wa familia. Kwa hiyo lazima tuwe tayari wa baba kama wa baba kubeba jukumu la familia, kuipeleka mahali fulani kiutumishi na kimaendeleo. Huo ni wajibu. Yaani usianze kusema mama yenu yupo. Baba wa familia ni wewe na kichwa cha familia ni wewe. Baadhi ya wajibu wa baba, baadhi ya wajibu wa huyu baba ambaye anapaswa kuiendesha familia katika habari ya kitumishi na Kikristo. Baba ni chanzo, mwanzilishi wa familia. Maanake wajibu wa baba ni kuanzisha jambo na kuiendeleza familia. Baba ni chanzo, ni mwanzilishi wa familia. Kwa hiyo kama baba ni mwanzilishi wa familia, maanake una jukumu la kuanzisha hatua ya maendeleo, hatua ya maono, hatua ya mabadiliko, hatua ya namna fulani ambapo kuna namna ya kumtukuza Mungu. Lazima anzishe, na ndipo Mungu atakuwa tayari kukuongoza na kukuongeza vitu vingine vizuri. Ili ukikapa tu jukumu, hapana. Hata kwenye hali tu ya kibinadamu, unaweza kufanya kazi na mtu ambaye anakwepa majukumu. Sasa unaweza kumfukuza kazi. Yaani unampa jukumu ili anakwepa, unamwambia kitu fulani anakwepa, unamwambia ili anakwepa. Huwezi ukatembea naye. Hata kwa Mungu zaidi, kama hayuko baba kubeba jukumu la familia, manake Mungu anakuacha mahali fulani. Hilo ni 1. 2, baba ni mlinzi wa familia. Kwa hiyo baba una jukumu la kulinda familia kwa habari ya malezi, kwa habari ya mke, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya familia tu kiujumla. Baba wewe ni mlinzi, kwa una jukumu la kulinda. Sasa unaweza kujiuliza, nalindaje? Unalindaje? Haya, mke, watoto, baba unalinda. Katika kulinda unaweza ukalinda kwa kuwafundisha, unaweza ukalinda kwa kuwaonya, unaweza ukalinda kwa namna nyingi sana. Kwa mfano, kumlinda mke, unaweza ukamlinda kwa kujinyima wewe, kwa kuacha ngono zingine, kwa kutamani wanawake wengine. Kama somo tulilojifunza wiki iliyopita lilikuwa ni somo nasema balaa za kutembea na malaya. Ziko balaa za kutembea na malaya. Sasa kama haukuwepo, poa sana. Kwa hiyo unaweza ukamlinda mke ama mke wako kwa namna hiyo, kwamba wewe ni mlinzi, unalinda familia. Yaani ukiamka asubuhi, unaponawa maji, jua mimi ni mlinzi wa familia hii. Kimadili ninalinda, kineno ninalinda, kimaendeleo ninalinda, kwa habari ya amani ninalinda. Yaani lazima iko hivyo. Yaani ukiteleza kitu kidogo, haya, alafu kampa mke ndo alinde, na bahati nzuri ukakuta umeoa mwanamke anayeitwa mwanamke, kuna aina ya wanawake. Mwanamke anaitwa boxing, anaitwa boxing wife. Boxing wife ni mwanamke wa mapambano. Yaani kidogo tu mnazichapa kweli, sio anakuvumilia, anakurusha teke. Unajiuliza, humu ni wa baba wawili au tupo wangapi? Utalipata jibu mwenyewe. Siomba bwana. Ndio. Haya, ndoa hizi jamani, tuombeane sana. Nakuta tu mwanamke ameshagoma, unamwambia hiki hataki, unamwelekeza hiki hataki. Na wewe baba, kama tunavyojifunza somo la leo kwamba kanuni za kuongoza familia ya Kikristo, unafanyaje? Unapiga hedi? Unasema ngoja nimpige mchungaji wangu
Alafu kumbe namba muda huo ameshachukua simu namba ya mchungaji kaifuta. Cheza na wanawake wewe. Yaani kaishika simu yako, tafuta namba kwa sababu anajua kuna mpigaga mchungaji akitokea mavurugu. Alafu siku hiyo kashika simu, kafuta namba. Unampigia nani sasa? Na namba ya mchungaji haipo kichwani. Unafanyaje sasa? Alafu hebu tusimame eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba ni kiongozi wa familia. Ni jukumu tena hilo. Baba ana jukumu la kuiongoza familia. Kama alivyokuwa anaongoza Musa katika habari ya wana wa Israeli, alipewa jukumu. Lakini hakuachwa peke yake, akapewa na msaidizi. Yaani ionekane kabisa kwamba mke wako ni msaidizi tu. Sio ndo yeye ahusike 100%. Kazi ya msaidizi ni kusaidia kipindi haupo. Kipindi umezidiwa, ndo maana ya kusaidia msaidizi. Kwa hiyo jukumu moja wapo pia la baba ni kuiongoza familia. Unaiongoza, unaipeleka wapi? Unaipeleka wapi? Kama kanuni namba 1 katika somo la leo wewe hauna, haya hii familia unaiongoza, unaipeleka wapi? Kanuni namba 1 hauna, tuliyojifunza leo hauna hiyo. Haya, hii familia unaiongoza, unaipeleka wapi? Hivi angalia hizi kanuni. Kanuni namba 1 inasema kanuni ya kufunikwa. Haya, wewe hujafunikwa na Kristo. Haya, hii familia unaiongoza, unaipeleka wapi? Kuzimu. Unaipeleka kwenda kumwasi Yesu. Maana wewe tayari haujamilikiwa na Yesu. Kwa hiyo lazima tukae kiutumishi na kukaa katika habari ya kwamba mimi nina jukumu la kuiongoza familia yangu kwenda mahali fulani. Kwa mfano mimi nyumbani, kwa mfano. Yaani iwepo mvua, iwepo jua, muda wa kanisani, yaani unaona wale wabinti wale. Yaani marufuku nimkute yupi maarufu. Yaani labda ameumwa, amezidiwa sana, kuwepo mkesha wa vijana. Yaani marufuku, kama watakomea wawili basi watakomea wawili wa kwangu siku hiyo. Yaani hapo hata fimbo zitatembea. Nimkuta amelala ndani hapo muda wa ibada na hana kazi, hapo ibada inamhusu yeye. Hapana hiyo. Hamna. Hata kama akienda kula afu akaendelea kusinzia, mimi sijui, ila mradi ameshafika kanisani. Hiyo ndo hivyo, iko hivyo. Kwa hiyo ukimleta mtoto wako kukaa kwangu, jua kabisa iko hivyo. Yaani ataenda ibadani, ataka asitake, ataenda kanisani. Hivyo ndio iko hivyo. Usisema unamforce. Ndio lazima nimforce. Si mtoto, lazima nimforce. Usije ukasema mwanangu basi namleta kwako na hivyo kabisa. Kwamba yani lazima aende kanisani kwa kupenda au kwa kutokupenda, lazima. Amen. Kwa hiyo baba ni mwalimu. Jukumu lingine, baba ni mwalimu katika familia. Sasa unafundisha nini? Unajua unaweza kufundisha kwa vitendo na unaweza kufundisha kwa maneno, lakini baba unafundisha nini? Anafundisha na kuelekeza. Baba anafundisha na kuelekeza. Katika hiyo jukumu hiyo, wajibu ule, baba ni mwalimu, yani anafundisha na kuelekeza familia yake. Sasa unaelekeza kwenda wapi? Unajua tunapoendelea kujifunza unaweza kaanza kuona mbona kama mzigo sasa. Hizi familia za Kikristo mbona kama mzigo? Sio mzigo. Ili ukishaiweza kanuni namba 1 katika somo la leo, haya mengine yanakaa vizuri. Yaani automatic yanakuwa menyewe tu yako vizuri. Automatic. Baba ni mwalimu, anafundisha na kuelekeza. Hiyo ni jukumu. Sasa unafundisha kupeleka wapi watoto? Unapeleka wapi? Wapi? Ili iweje? Haya. Kufundisha watoto sio mpaka ushike daftari na peni. Unaweza kumwambia jamani, twendeni kanisani. Yaani ni heri ukao unaumwa nikakukuta kanisani kuliko ukao unaumwa nikakukuta umelala. Hapo unafundisha lakini ndani yake kuna dictatorship wetu. Lakini mwisho wa siku ataona uzuri wake baadaye. Kuliko anasema ninaumwa alafu naenda kanisani, anaenda kutembea. Hapana. Baba anatoa njia na utambulisho, anatoa jina. Ana jukumu la kutoa jina na utambulisho wa familia. Hilo ni jukumu la baba. Kutoa jina
na utambulisho wa familia. Yaani epuka sana kwenye mji wako panaitwa kwa mama fulani. Ewe nao. Yaani kwako panaitwa kwa mama fulani. Kuna mahali utakuwa umeshazidiwa. Yaani kuna kanuni hapa moja imefeli vibaya sana. Yaani kwa mfano kwangu pale waite kwa mama Jona. Pale kwa Mabula. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu unaweza hausimami kwenye eneo la egemeo na tegemeo, hausimami. Kwenye habari ya kufunikwa na Kristo, kumilikwa na Kristo, haupo. Kwenye habari ya uwajibikaji, haupo. Haya, unatambulisha hivi familia wewe? Itakuwa ni ngumu. Lazima tu paitwe kwa mama Jona. Lazima tu pataitwa hivyo. Wewe miaka 3 hauonekani kwenye familia. Majirani wote wanajua kwamba mke hajaolewa na anaitwa Mama J. Lazima ataitwa Mama J tu siku zote kwa Mama J. Utakuna feli. Manake katika somo masomo ambayo tulijifunza ambalo habari ya kukaa na mke karibu, hiyo kanuni utakuwa umefeli mbaya sana. Baba anatoa jina na utambulisho wa familia. Huo ni wajibu wa baba wa familia ya Kikristo. Jina na utambulisho. Pale kwa mchungaji Pastor Leonard Mwaisela. Good, imekaa vizuri. Sio kwa mchungaji. Kama mama ni mchungaji basi hapo sawa. Lakini mjiweke mazingira hayo. Haya, jukumu lingine ni kusimamia hali ya maendeleo ya familia na ya kiroho. Yaani lazima usimamie maendeleo ya familia na ya kiroho. Lazima hilo. Kuna wakati mpeleke mke kwenye maombi, muombe naye, mfunge naye, muombe. Hilo ni jukumu lako, mwambie tuombe. Habari ya watoto wetu, habari ya familia zetu, habari ya namna hii, tuombe. Na kweli mkaingia katika maombi. Hilo ni jukumu lako baba, usijisahau. Jukumu la mwisho, kuipenda familia, kuitimizia mahitaji. Kuipenda familia na kuitimizia mahitaji. Huo ni wajibu wako pia wewe baba. Kuipenda familia na kuitimizia mahitaji ni wajibu wako wewe baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo kwa leo tunaweza